Ernest Faneli Mjengi. Lengo langu kubwa, kitu ambacho kinasababisha hapa sio kwa kwamba ni nini, ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio inasumbua. Kwa sababu gani? Huyu mtu aliyeachiwa maagizo hapa wa serikali, sisi wote tumenunua viwanja kwa kusaini kwenye ofisi ya serikali ya kijiji. Sawa. Kama tumesaini kwenye serikali ya kijiji ni sahihi. Kwa nini serikali iliyopita isimkabidhi? Kama yeye ni mwekezaji kweli, kwa nini serikali ya kijiji hajamkabidhi? Yaani huyu ajue kwamba hii sio eneo lake. Hii eneo la mtu fulani. Ndio swala letu mpo kubwa tunailalamikia. Sasa hivi wanatulaumu kwa sababu hivyo. Sisi tumeingia kwenye maridhiano kwa sababu ya nini? Viwanja vyetu ni vidogo kwa sababu sisi na hali yetu ni ya chini. Lakini mimi sina kiwanja kikubwa. Mimi kiwanja changu ni kidogo. Mimi na 20 kwa 20. Maana umeamua kuingia kwenye maridhiano. Ili nipate angalau mimi kibanda cha kujihifadhi, lakini sio kwa namba maridhiano ndio hayo. Shida iko kwenye serikali. Kwa nini wenyewe hawakabidhiana wenyewe? Walioanzisha yule wa kwanza alimpa huyu mwekezaji. Angemkabidhi huyu mwenyekiti wa sasa hivi. Hata kama sio wa sasa hivi yule mwingine, akabidhiane hivyo hivyo. Shida iko kwenye serikali. Kwa majina naitwa Silvani Gabriel Liamuya, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Kimara, kata ya Kawawa. Kuna heka 439 ambazo zimeingia kwenye hilo eneo. Kwa hiyo baada ya taharuki hiyo tuliitisha kikao cha wananchi, ilikuwa na mnamo tarehe 13 mwezi wa 9. Tukakaa kikao cha wananchi na baada ya kulipeleka jambo hili kwa wananchi wakashauri na wakashauri hili jambo tusikimbilie mahakamani, tusikimbilie wapi, ili tumtafute mkuu wa wilaya ili atusaidie. Kwa hiyo cha kwanza kabisa tuliunda kamati ya watu 14, lakini ikiwajumuisha sisi ambao ni viongozi moja kwa moja na kamati yangu ya urasimishaji, ambao kulikuwa kamati ya urasimishaji nayo ikawa inaingia moja kwa moja kwenye kamati ya nini ya kwenda kwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo tukaenda kwa mkuu wa wilaya. Tulipofika kwa mkuu wa wilaya alitupokea, kwa kweli alitupokea, na cha kwanza alichotusaidia alisimamisha zoezi la ubomwaji. Zoezi lile la kuratibu la kuchonga barabara, lakini vile vile la ubomwaji wa nyumba za wananchi alilisimamisha. Na baada ya kulisimamisha akatushauri kama kamati na nikiwa naiongoza mimi kama mwenyekiti kuwa turudi kwa wananchi tukawaelekeze wananchi. Kwake yeye ameshazuia zoezi la upimaji linaloendelea la ubomwaji, lakini kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, mwenye sehemu ambayo yenye hati, mtu wa kwanza mwenye mamlaka ya kufuta hati ni rais au mahakama. Lakini vile vile kuna nafasi yeye kama mkuu wa wilaya kuwa msuluhishi kwenye hili jambo kama wananchi wataridhia. Na kama watashindwa basi atawapa mwongozo na kuwapa msaada wa aina yoyote kuhakikisha ili kupata haki zao. Kwa hiyo kwa maana hiyo alituma wataalamu kutoka ofisi yake wa ardhi kwanza kuja kuhakiki je ni kweli, na walikuja wakahakiki na wakagundua ni kweli eneo limefanya nini, limeingia, na akatuhakikishia kwa eneo kweli lina nini, lina hati. Na baada ya hapo tukarudi kwenye vikao vya wananchi wakasema sasa kutokana na hilo mwenyekiti, tunaomba sasa tuende kwenye meza ya mazungumzo, tukutane na mwenye shamba tuzungumze naye, tuangalie namna ya kutusaidia ili tuweze kuepukana na jambo hilo. Kwa sababu kwenye hilo shamba namba 28 kuna baadhi ya majirani zetu walishawahi kuvunjiwa. Kwenye shamba hilo takriban nyumba zaidi ya 400 zilishavunjwa na watu walishaenda mahakamani na mpaka sasa hivi hatujui kinachoendelea. Kwa hiyo likatia hofu kwa wananchi vile vile. Wananchi wakasema hapana, kwa sababu kama eneo lina hati na sisi hatuna hati, tuna hati za kawaida tu, basi tukae kwenye meza mazungumzo. Kwa hiyo tuliendelea na vikao vya mazungumzo ya suluhu mpaka ilipofika hatua ya tarehe 25 mwezi wa 5, mkuu wa wilaya alikuja hapa. Alikuja na huyo mtu na huyo mwenye shamba, sasa shamba namba 28 alikuja naye hapa kwenye kikao cha wananchi. Kwanza kabisa tulifanya kikao cha ndani kama viongozi, lakini baadaye tukarudi kwenye vikao cha wananchi, na kwenye maridhiano sasa au namna mkuu wa wilaya alichotusaidia, tulikuwa tumepata heka 50 za mwanzo. Alitupa heka 50, yule mwekezaji akakubali kutoa heka 50, wenye nyumba wabaki, kwa sababu kuna takriban nyumba kama 150 ziko kwenye ile eneo ambalo limevamiwa. Kwa hiyo akakubali wenye nyumba wafanye nini, wabaki.
Kwa hiyo alivyotoa tamko lile, mkuu wa wilaya aliondoka, alituacha sisi tuendelee na kikao. Tukaendelea na kikao kwa maana wananchi wakasema hapana mwenyekiti, hizo heka ni ndogo. Kwa sababu kamati ya mkuu wa wilaya aliyeunda kuja kufuatilia jambo lilipokuja ilitamka wazi kuwa heka ambazo zimeendelezwa ni heka 224. Heka ambazo zimeendelezwa ni heka 215. Kwa hiyo wananchi wakashauri kuwa kwa nini wasituachie zile 224 zilizoendelezwa, hizi nyingine basi wakachukua. Tukalipokea, nikarudi tena kwenye kamati yangu, nikaandika barua ya kurudi tena kwa mkuu wa wilaya ya kuomba nyongeza za heka nyingine ngapi? 174. Kwa maana ili zifike 224. Na baada ya kuandika ile barua, kweli mkuu wa wilaya alipokea na aliniita mimi mwenyekiti na mtendaji kwenye kikao ambacho tulienda kukaa na wataalamu wa ardhi, lakini kile kikao vile vile kulikopo na mhusika mwenye shamba, tulimkuta kwenye shamba. Kwa hiyo mkuu wa wilaya alizungumza na mwenye shamba pale kwa wananchi zile heka 50 wanaomba nyongeza. Kwa hiyo mama mwenye shamba naye akasema hapana kwa namna yake, na mkuu wa wilaya akajaribu kumuomba sana, akakubali kutoa heka 30, akaongeza heka 30 zikawa 80. Na baada ya kuongeza heka 80 tukarudi kwenye kikao cha wananchi. Kwenye kikao cha wananchi kile kikao na mgawanyiko. Na mgawanyiko wa kikao cha wananchi ni kutokana kuna watu ambao wenye mashamba makubwa ambao ni takriban kama watu 40. Lakini vile vile kuna wananchi wenye nyumba na viwanja vidogo vidogo ambao ni takribani kama 270, 280. Sasa zile heka 80 ndio kama leo ni kikao cha mwisho ya tulichokubaliana. Kwa wale ambao wamekataa maridhiano, mimi kama kiongozi bado niko pamoja na wao, kwa maana kuangalia namna ya kupata haki zao. Lakini wale waliridhia maridhiano, tayari tuko hatua za mwisho za kuanza kuwagawia maeneo yao, na zoezi hilo linaratibiwa na ofisi ya kamishna wa ardhi wa mkoa. Kwa hiyo atatuma wataalamu wake waje kwa ajili ya kunini kuanza kuwagawia wale walioridhia. Lakini kabla ya zoezi hilo kufanyika, mimi kama mwenyekiti nimeandika barua ya kuomba nyaraka ya shamba. Kwa hiyo pindi nitakapopata nyaraka zile za shamba husika, basi zoezi la ugawaji rasmi litafanya nini? Litaanza. Sasa mwenyekiti, pia tumesikia kwamba ile hati ambayo ilikuwa inalitaja hilo eneo namba 28 ni kwamba ilishaisha muda wake mwaka 2024. Maana yake inasemekana kwamba imebadilishwa matumizi. Sijui hilo nalifahamu. Ilikuwaje mpaka ikawa hiyo? Hilo nalifahamu kwa sababu mimi mwenyewe ndio wa kwanza kuandika barua, ndio niliandika barua kwa kamishna wa ardhi wa wizara kumuomba atujaribu kutuangalia land research ile, na aliangalia land research na akatuhakikishia kuwa land research ile kweli eneo lile lilisalendo, kwa maana kuwa ilibadilishwa matumizi kutoka kwenye shamba na kuingia kwenye makazi ila na mambo ya viwanda. Hicho ndicho nilichokijua, na hata mkuu wa wilaya alivyokuja alikuja na watu wa ofisi ya kamishna wa ardhi, nao majibu yao alitupa ni hayo kuwa kweli hati imesalenda, lakini kusalenda kwake ni kwa ajili ya kubadilisha matumizi ya ardhi. Yaani kwamba alipoirudisha serikali ikamruhusu kumpa tena kwa ajili ya matumizi mengine. Kwa utaratibu, kwa sababu sisi kwa bahati mbaya sisi tulipata nakala moja tu ya kurudisha kurudisha ile hati, lakini kiutaratibu wataalamu wanasema hapana, kuna nakala nyingine ya zaidi ambayo tungeipata. Sababu ya yeye kurudisha ni nini? Kwa sababu inakuwa yeye labda kunakuwa ameshindwa kuliendeleza, au sababu anataka kubadilisha matumizi kwa ajili ya utaratibu mwingine, kwa sababu kumbuka lile lilikuwa ni shamba, lakini tayari sisi tumeshaingia kwenye halmashauri ya mji mdogo, kwa hiyo ni mji. Kwa hiyo naamini kwa wataalamu wa ardhi walichotuelekeza kuwa amerudisha kwa ajili ya kubadilisha matumizi. Alalamikiwa wewe na mwenyekiti kwamba mnawagawa wananchi. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Alfred Daniel Malega, ni diwani wa kata ya Kawawa. Kikao hiki cha leo ilikuwa ni mwendelezo wa vikao vya nyuma.
Kikao hiki, mkutano huu ulikuwa ni takriban mkutano wa 8 wa vikao ambavyo vilianza kutokana na mchakato wa mgogoro wa ardhi na wa shamba namba 28 ambalo linasadikika kumilikiwa na Omar Kadiri, ambalo linaanzia Zegereni, linagusa kitongoji cha Matuga, linakuja kugusa kitongoji cha Kimara. Vikao vilivyopita vya mchakato huo wa maridhiano, kwa sababu mwenyekiti alishatangulia kuzungumza mengi, ili niongee kwa ufupi kama samale, ni kwamba tulifika mahali tukakubaliana, baadhi ya wananchi walio wengi walidai maridhiano. Na hatua zilizoendelea kwa mkuu wa wilaya kama mshauri wetu, baadhi ya kundi la watu wengi walikubaliana na maridhiano, lakini baadhi ya watu wenye maeneo makubwa lakini walio wachache hawakuona maridhiano kwao kama yatakuwa na faida, kwa sababu mtu mmoja anamiliki heka 10, heka 20, heka 40. Unapompeleka kwenye maridhiano, maana yake kwa kiwango ambacho tumepata kiwango cha heka 80, maana yake akipata zaidi sana sana labda ni kiwanja. Sasa anaona ni heri kukosa kuliko kupata hicho kiwanja, au upande wa pili ni heri akaitafuta haki yake kwa njia nyingine ya mahakama. Lakini nashukuru mkuu wa wilaya alituweka wazi, hakutaka kuegemea upande wowote. Alisema wale wanaoridhia basi atalisimamia, na wale wasioridhia basi wanaweza wakaenda upande wa pili wa sheria ili kudai haki zao. Kwa hiyo hajamlimiti mtu kwamba wewe basi ubaki hapa tu kwa sababu hizi na hizi, hapana. Limewekwa wazi. Kwa hiyo na sisi kwa kuwa ni wawakilishi wa wananchi, tukipata changamoto yote tunawasilisha kwenye ofisi mbalimbali zinazohusiana na ardhi, na mrejesho tunaoupata tunarudi tena kwa wananchi kusikia busara zao. Maanake hata wangesema kwamba sisi wote tuko tayari kwenda mahakamani, tungerudisha majibu kwamba wananchi kwa hiki hawako tayari, wako tayari kwenda mahakamani. Huyo mwekezaji unamfahamu? Kuna mama mmoja aliwahi kujitokeza akinaitwa Bi Mariam Bakshi Kadiri. Tulikutana naye kwenye kitongoji cha Matuga, ambapo alitaka kukaa nao wananchi wa kitongoji cha Matuga waweze kuridhiana. Wale wananchi wa Matuga hawakuwa tayari kwa sababu tayari walikwisha kuvunjiwa na jambo tayari lilikuwa liko mahakamani. Wakaona hamna sababu za kukaa naye, kwa sababu kama ni madhara walishayapata, na walikuwa wakiamini kwamba kwa kuwa wamevunjiwa maana yake watalipa fidia zao, na baada hapo kama ni mpango wa ardhi sasa unaendaje. Nadhani hilo ni jambo la kimahakama ambalo mimi kama kiongozi siwezi kuliingilia. Mahakama itaamua vile itakavyokuwa imesikiliza kesi na mwenendo wa kesi na hitimisho yake. Na washawishi wananchi kuingia kwenye maridhiano, inasemekana hivi. Sisi hatuwashawishi kuingia kwenye maridhiano, lakini kwa sababu wenzetu wa Matuga walikwisha kuvunjiwa, tunawapa scenario nzima ilivyo, na tunaozungumza nao wengine wana elimu hata zaidi yetu, wanauelewa zaidi yetu. Tunawezaje kuwashawishi waingie kwenye maridhiano? Tunawaweka uwazi wa namna ilivyo na ushauri walioomba. Kwa sababu swala la kwenda kwenye maridhiano kwa mkuu wa wilaya hatukuwashauri sisi. Wao waliona mkuu wa wilaya ndio mwenyekiti wa ulinzi na usalama ngazi ya wilaya, anaweza kutusaidia kwa hili baada ya lile greda kupita kuweka mipaka yake. Na kweli aliweza kufaulu katika hilo. Mkuu wa wilaya akasimamisha lisifanyike jambo lolote baada ya kupigiwa simu na uongozi ambao ndio sisi, tukimuomba kwamba kusifanyike uvunjaji mpaka hatua nyingine zitakapokuwa tumejiridhisha nazo. Kwa hiyo vikao viliendelea ili kuendelea kupata mrejesho wa mkuu wa wilaya, ambapo kwa awamu ya kwanza tulipata heka 50, na mkuu wa wilaya mwenyewe akaja kuzitangaza hapa kwenye ngazi ya kitongoji akiwa pamoja na yule mwekezaji ambaye ndo Mariam Bakshi Kadiri. Akawaeleza wananchi, wakasema hapana, kwa wingi wa watu walioko hapa hizo heka ni chache. Lakini yule Bi Mariam alitoa nafasi kwamba kwa wale ambao wanaweza kununua tena wanaweza kukaa meza moja wakanunua. Lakini baada ya vikao kuendelea, tukaendelea kufuatilia, zikaongezeka 30 ambapo ilifikia heka 80. Japo sisi tulitamani kila mmoja baki kwenye nafasi yake, lakini na yeye haikuwa tayari kupoteza kabisa. Kwa hiyo sisi kama viongozi ni kuhakikisha tunasimamia amani ipatikane kwenye maeneo ambayo tunayatawala, lakini
sisi viongozi sio watu wa kisheria. Anayehitaji kusimamiwa na sheria, mahakama zipo zinaweza kuendelea kumsaidia ili akapata haki yake. Lakini sisi kusudio letu kuu ni kuona kwamba wananchi wetu hawakai kama wakimbizi, yani kuhamahama. Maana unapovunjiwa maono yako yote ya kimaisha yanafanya nini? Yanapotea. Mtoto yuko shule anarudi nyumbani kwao kumehama. Unafikiri mtoto huyo kisaikolojia anakuaje? Kwa hiyo viongozi mara nyingi tunasimamia kuhakikisha kwamba amani inapatikana, watoto wanaendelea kusoma, hivi vitu vingine vinawezekana. Ukipoteza uhai nadhani unakuwa umepoteza kila kitu. Lakini ukiwa na uhai na mtoto wako akiwa anasoma, hivi vingine ni mali tu vinatafutwa, unaweza ukapata hata sehemu nyingine. Kwa hiyo kwa upana huo au kwa uelewa wangu huo mdogo, ninachoendelea kushauri tu kwamba amani endelee kupatikana na suluhisho liwe lenye amani. Ikiwa ni kwa njia ya mahakama, it is okay. Ikiwa ni kwa njia hii ya maridhiano, pia ni jambo jema pia.